Tasnia ya muziki duniani inaendeshwa sana na mikataba. Kama mnafahamu, watu wengi na wasanii wengi ambao wanafanya kazi za burudani wanakuwa wako chini ya label. Hivyo label inakuwa inasimamia msanii na kazi ambazo msanii huyo anakuwa anazitoa. Yaani sanaa ya msanii huyo huwa inasimamiwa, inatangazwa, lakini pia inasogezwa na label ambayo msanii anakuwa amesign. Sasa makubaliano huaga mara nyingi inakuwa ni magumu kwa msanii kuyashikilia. Kama unavyofahamu, muda mwingine msanii anakuwa anaingia kwenye label akiwa ni mdogo, na pesa ambayo anakuwa anaiona mezani inakuwa ni kubwa kiasi kwamba anakuwa anashindwa kutumia akili kujua ni mikataba gani anakuwa anaisign. Lakini kwa msanii Meek Mill, kwa upande wake yeye 2025 imekuwa ni nzuri sana, kwa sababu kama unavyokumbuka Meek Mill alitoka na ngoma ya I Am a Boss chini ya Rick Ross, alikuwa MMG, na alikuwa anafanya kazi nzuri sana harakati zake za kudondosha album. Lakini pia Meek Mill alikuwa anajihusisha na uigizaji pia. So kwa Meek Mill kazi yake ya sanaa ilikuwa inalipa sana, lakini mkataba wake chini ya label ambayo alikuwa nayo, kazi zake zote Meek Mill alikuwa anapokea 13% tu. Yani alikuwa anapata 13% kutokana na kazi zake zote za sanaa ambazo alikuwa anazifanya chini ya label ambayo alikuwa nayo. Umeona bwana, ameandika hivyo na kusema kwamba sasa hivi yupo huru kwa sababu ameshapata haki ya kusimamia kazi zake zote. Diamond Platnumz alitolea hii kama mfano na kuambia wasanii kwamba wasiingie kichwa kwenye masoko ya kimataifa, kwa sababu mikataba ya kule ni migumu sana, na migumu sana kutoka, na migumu sana kuiendesha kama hauko focused na kipaji chako kiko chini. Umeona bwana, kwa sababu kama unavyojua wasanii wengi wa Afrika hawapo kwenye hizi label kubwa sana duniani. Watu wengi waga wanajiuliza, je, ni kwa sababu ya viwango vyao, ama ni kwa sababu ya namba zao ni chache, ama ni kitu gani? Lakini kwa Diamond Platnumz anakuwa anawaambia mashabiki na watu ambao wanapenda muziki kwamba inabidi utumie akili ili uweze kujua ni mikataba gani una sign. Mfano ni huwa Meek Mill sasa hivi yupo huru na anasimamia kazi zake zote. Kwa kwa wewe msanii chipukizi, upcoming rising msanii ambaye unakuja kwenye muziki, hakikisha kwamba unafahamu sheria, lakini pia fahamu ya kwamba mikataba ambayo utakuwa una sign ukiingia kwenye label itakuwa ni migumu, na muda mwingine unaweza kuona kama vile unanyonywa. Kama Meek Mill alikuwa anaonyesha pesa, majumba, magari, chain, lakini alikuwa anapata 13% tu. So unaweza kaona ni jitihada gani na sacrifice gani kubwa ambayo msanii anatakiwa aitoe kupambania sanaa yake akiwa chini ya label. Na tukiongelea issue ya kuwa huru kimaisha, tukienda Emirates Dubai, tunakutana na mwandishi Hassan Al-Barosh, mwandishi ambaye ameandika kitabu cha See You Up There, kitabu ambacho kinahusiana na masuala ya maisha. Kitabu hicho ambacho kitakuwa kinapatikana kupitia Amazon kitakuwa kinaongelea hatua ambazo Hassan amepitia kimaisha kwenye masuala ya ndoa, pesa, majukumu, kujitambua binafsi, ukaribu wako na Mungu, lakini pia kujiweka huru na mazingira ambayo yamekuzunguka. Moja kati ya kitabu ambacho unatakiwa ukisome kwa mwaka 2025, See You Up There kutoka kwa Hassan Al-Barosh. Itakuwa ni inspiration kwa vijana ambao wanajaribu kuwa waandishi, lakini pia jinsi ya kuandika